mizizi. Ndio maana wewe kama ukitaka kuona una mizizi, muombe Mungu uishi miaka 15. Mungu akubariki sana. Ndio utajua kwamba kumbe tuna watu hapa hawana mizizi. Mungu akubariki sana. Kumbe kuna watu hapa wamekaa kwa sababu ninapewa nguo za kuvaa, kwa sababu ninapewa kamtaji. Siku kamtaji kakiisha na yeye kwa heri mwalimu. Kuna wengine kuna wale ambao unakuta tunawapa elimu. Wengine kwa sababu anasoma. Kumbe akimaliza tu masomo kwa heri. Tuko pamoja? Kuna wengine labda yupo tu kwangu anafanya kazi. Kazi ikiisha anakwambia, mimi nilikuja kwa ajili ya kazi, sikuja kwa ajili ya Mungu. Kazi yangu imefanya nini? Kumbe tumekaa na mtu sawa ni neno, kumbe nimekaa kwa ajili ya nini? Ya kazi. Kumbe hata kama ni kazi, kuna dada mmoja yuko Mwanza alikuwa ameajiriwa kwa mpendwa anafanya kazi. Waliposhindana na bosi wake, akamwambia tumeshindana na kazi lakini mambo ya Mungu mimi nasonga mbele. Mungu akubariki sana. Tena alikuwa ni binti kabisa anafanya kazi za ndani. Wakati anamsaidia mama mmoja hivi. Wakati anamsaidia baadaye wakashindana, akamwambia tumeshindana mambo ya kazi lakini mimi nasonga mbele na Mungu wangu nina nini, ambao mpaka leo ana mtaji wake na anaendelea na shughuli zake. Mungu akubariki sana. Unajikuta kumbe huyo alisikia neno, akakaa katika neno lake alikuwa katika kazi, neno lake alikuwa katika kibarua, neno lake alikuwa katika yale alionayo, neno lake lilikuwa kwa ajili ya Bwana. Sema amen. Kwa hiyo lazima utambue mizizi yako iko wapi, unamwamini nani, unatembea katika neno gani. Hilo neno ndio linakupa ushindi wa kujua, wa kutambua mimi ni wa Mungu. Sema amen. Kwa hiyo tayari lazima ukiwa unatembea njiani, hivi mimi nimepandwa njiani, hivi mimi nimepandwa kwenye mwamba, unasema hapana, siwezi kukaa kwenye sifa ya mwamba, hapana, siwezi kukaa kwenye sifa ya njiani, lazima nikae kwenye sifa ya udongo ulio safi. Sema amen. Huko ndiko ninakokwenda. Mungu akubariki sana. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Amen. Mwambie jirani yako utaelewa vizuri.